Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu na Rais wa Marekani Donald Trump wameingia katika mkwaruzano mwingine siku ya jana wakati wa kupigiana simu kuhusu kuzungumzia suala la nyuklia la Iran. Waziri Mkuu huyo wa Israeli Bwana Netanyahu na Rais wa Marekani Donald Trump waliwasiliana kwa simu kuhusu jinsi ya kukabiliana na Iran. Hii ni kwa mujibu wa televisheni ya Iran ambayo imeripoti kinyume na madai ya awali kwamba wawili hao walikuwa wamefikia msimamo mmoja wa kuizuia Tehran. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha Channel 12 cha nchini Israel, mazungumzo hayo yaligubikwa na kutoelewana vikali, huku Trump akiripotiwa kumwambia Netanyahu, nataka suluhu la kidiplomasia na wa Iran. Ninaamini katika uwezo wangu wa kufanya makubaliano mazuri. Pia imesemekana alisisitiza nia yake katika makubaliano ambayo yatahudumia maslahi ya pande zote mbili. Mtindo wa mazungumzo yaliyoripotiwa ulionekana kukinzana na madai ya awali yaliyopendekeza viongozi hao wawili walihitimisha wito wao kwa kuelewana. Kujibu, ofisi ya waziri mkuu imekanusha kwa mtandao kwamba Netanyahu alikuwa na mazungumzo ya wasiwasi na Donald Trump. Kufuatia simu hiyo, ofisi ya Netanyahu ilisoma usomaji wake na kusema kwamba yeye na Trump walikubaliana juu ya hitaji la kuhakikisha kuwa Iran haipati silaha za nyuklia, lakini kimsingi hoja kubwa ambazo bwana Donald Trump alizieleza ni juu ya kuhakikisha diplomasia inatumika vya kutosha na kamwe Israel isije ikathubutu kurusha kombora katika ardhi ya Iran. Huo ndio msimamo wa rais wa Marekani bwana Donald Trump wakati huu. Hata hivyo, maswali mengi yamekuwa ni kwa nini Benjamin Netanyahu wakati huu amekuwa na msimamo unaoyumba na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Hofu ya Netanyahu ni juu ya vinu vya nyuklia vya Iran. Aliwahi kuweka wazi kwamba moja kati ya jambo ambalo hahitaji kuliona kwa taifa hilo la Kiajemi ni pamoja na kumiliki silaha za kinyuklia, huku akiwa na hofu kwamba taifa hilo likiwa na nyuklia litakuwa na shida kwa upande wake, lakini pia akiamini kwamba taifa hilo kwa sasa linatengeneza mazingira ya kuwa tishio katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Donald Trump, moja kati ya mipango ambayo waliwahi kuipanga na waziri mkuu huyo wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu ni kwamba walitaka eneo la Mashariki ya Kati liwe ni kituo ambacho mataifa mengi yangetakiwa yaiamini Israel kuliko taifa lolote, na kwamba Israel iwe na nguvu kuliko yoyote katika eneo hilo. Lakini kimsingi wakati huu rais wa Marekani bwana Donald Trump anaonekana kwenda kinyume na makubaliano ya hapo awali. Ripoti kupitia channel nambari 12 kuhusu mvutano kati ya Netanyahu na Trump ulikuja muda mfupi baada ya waziri wa usalama wa ndani wa Marekani aliyezuru huko nchini Israel, Kristi Noem, ambaye alisema katika mahojiano na Fox News kwamba Rais Trump alimtuma mahususi kwa ajili ya kuzungumza na waziri mkuu kuhusu jinsi mazungumzo yanavyoendelea na jinsi ilivyo muhimu kwamba tubaki na umoja na kuruhusu mchakato huu ufanyike. Noem, mwaminifu wa Trump ambaye zamani alikuwa gavana wa Dakota Kusini, alielezea mkutano wake na Netanyahu huko Yerusalemu kama mkutano wa wazi sana. Alipoulizwa kufafanua, alikataa kushirikisha ujumbe wake binafsi wa rais kwa waziri mkuu, lakini alidai timu ya waziri mkuu ilifanya mazungumzo nao baadaye, kwamba hawakumbuki mkutano wa nchi mbili ambao ulikuwa wazi na wa moja kwa moja. Aidha, aliongeza kuwa alimwambia Netanyahu jinsi walivyohisi kuhusu umuhimu wa Israel na msaada wao kwa Israel, lakini mazungumzo hayo ni muhimu sana pia. Tuko katika muda mfupi hapa, hatuzungumzii wiki au miezi au miaka kabla ya Rais Trump kufanya uamuzi juu ya kile kinachotokea kwa Iran. Wa Iran wamepewa muda mfupi sana, suala la siku, na nilimwomba waziri mkuu kufanya kazi na Rais Trump ili kuhakikisha kuwa tunafanya maamuzi ya busara pamoja, Noem alisema. Hata hivyo, rais wa Marekani bwana Donald Trump siku ya Jumatatu alisema atatoa taarifa rasmi kuhusu suala la nyuklia la Iran. Lakini moja kati ya jambo ambalo wakati huu limekuwa ni gumzo sana katika mazungumzo baina ya Iran pamoja na Marekani ni msimamo wa Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, ambaye amethibitisha kusema kwamba hayupo tayari kuona taifa hilo linasimamishwa kuendelea na mifumo ya urutubishaji wa uranium
kwa ajili ya kutengeneza nyuklia. Alipoulizwa nini Israel inataka dhidi ya Iran, Noem alisema si utawala wa Marekani wala Netanyahu kuamini wa Iran. Simlaumu hata kidogo, watu wake wameharibiwa na ghasia zao za kutosha, alisema kuhusu mashambulizi ya Iran na washirika wake dhidi ya Israel. Lakini Netanyahu pia anahitaji Amerika na anajua anahitaji Amerika na anahitaji rais wetu kuwa mshirika wake na kufanya kazi pamoja. Tuna nguvu zaidi tunapokuwa na umoja, na hilo ni jambo ambalo tutashughulika nalo pamoja, lakini mazungumzo haya yanahitaji kuwa ya kwenda mbele, tukitambua kwamba Iran haitakuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.